Hello, the Luck Mom family. Welcome to our live stream. In case you are new here, just feel most welcome. This is the right place to be. My name is the Luck Mom Deborah Nyanchoka. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia. I create awareness on what happens in the Middle East. Sometimes I do help those domestic workers who are stuck in the Middle East. Maybe you're working without pay. You are working while sick. They are forcing you to work while sick. You can just reach me out. You have a problem, your agent has blocked you, they must unblock you. That is their responsibility, you are their responsibility. So you can just reach me out. You've lost your loved one, you don't know where to start from. I can just give you direction. So, this thing is just shocking, and I just want to tell people that new ways have just come where bosses will just talk to you nicely. You accept to donate your kidney. Wanaongea tu na wewe vizuri, unapeana kidney yako. Wanaongea tu na wewe vizuri, unapeana damu yako. Hawakulazimishi, hawakupigi, hawangoji ugonjeke. They just sweet talk you na kulingana on what you share. Yeah. Sai wamebadilika. Hakuna mtu atakupiga ndio achukue kidney yako. Hakuna mtu atakuua ndio achukue kidney yako. Mnaongea, mnaelewana. Watu wameanza biashara za giza na hii inalingana vile wewe unajieleza. Most of the time mimi naambia watu ukienda kufanya kazi kama housemaid, stick to your lane as a maid. Story mingi ya kwanza kuingiliana na boss, unaanza kuongea story zako, itakuletea shida. Just keep it official. Kaa kama mtu mwenye ameenda kufanya kazi. So, mumesikia vizuri sana. Adasa Kaba is live. Welcome. My network is misbehaving, but I'm not going to stop sharing this one. Nancy anasema aliuliza kama alazimishwa sina bundles watch. Aliuza akipenda ama hapana, amependa. Amependa kabisa, amependa. Anasema sasa kitu nataka mniombe tu. Amependa, ameuza akipenda. Hajalazimishwa, ameuza akipenda. Nancy ameuza akipenda. So, mimi nataka kuambia watu. Ukisikiza kwa hiyo clip, huyo msichana anasema hivi. Anasema mimi bosi wangu ameniambia atanipatia 5M. Mtoto wao ni mgonjwa. Sijui nini mbaya na hii network, lakini lazima ningangane nayo. Ukisikia huyo msichana anajiongelelea hivi. Anasema mimi ni yatima. Bosi wangu amekubali atanipea 5M ni donate. Niende nijenge nyumbani, nichungie pia mtoto wangu. Ndio nataka kuambia watu siku hizi mambo imebadilika. So, hao watu hawaendi kukulazimisha ama wakuue, wakunyang'anye. So, wameanza kuona ni agreement tuna make tuongee na huyu mtu one on one. So, huyu msichana ukisikia vile anajieleza kwa hiyo video, anasema anajieleza akisema yeye ni yatima. So, sijui kama mayatima ndio wanakubali kuuza figo, sijaelewa. Lakini anajaribu kutafuta sympathy fulani kutoka kwa hiyo vile anajieleza. Vile utajieleza kwa bosi wako, unamfungulia njia ya kukukaribia akujue zaidi. So, ameshajua huyu tayari hana wazazi. So, anything tunaweza kumfanyia, hakuna kitu itafanyika, hakuna mtu atamfuatilia. I'm sharing this so that watu waone unaambianga bosi wako nini. There are some secrets you need to die with them while you are at your working place. Kuna vitu unafaa kukufa nazo. Because huwezi faidi ule mtu unamfungulia mwanya wa kuingia kwa maisha yako. So, kuna huyo anasema Mama Ketiko anasema siku hizi Kenyans wamejua ku cloud chasing ndio trend pale TikTok. Hapana. Hiyo sio cloud chasing. Hiyo sio cloud chasing because somebody donated yake akaambiwa watamulipa na wakumulipa na alimaliza kukufia kwa hiyo nyumba and there is nothing happened. So, hii sio cloud chasing. Saa zingine unaweza ona mtu akiongea hivyo lakini upate it is happening maybe na utoto yake yote ameamua sasa kusema sasa wacha niambie watu waniombe. Maybe this one is real.
ile kesi ya yule Demo Jordan imefika wapi? Inaendelea hiyo kesi inaendelea, tutaiongelelea baadaye. It is going on, na kuna matumaini atasaidika. So hii mambo yenye unaambia bosi wako wewe uko na shida juu, unasikia Demo anajisema hapo, mimi ni yatima, tena nijenge nyumba na nikae na mtoto wangu. Ajui the same doctor ati wamenitafutia daktari mzuri, atanitoa vizuri, na wameniambia nipumzike miezi 3 kabla. Huyo daktari mzuri ndiye atakumaliza. Daktari mzuri ndiye atakutoa na kumalize. Watu wasiogope kutumia akili. Wale wasichana wadogo, kwa sababu ukisikia huyo ni kama ni msichana mdogo anaongea sana, ni msichana mdogo. Wasichana wadogo, kaeni nyumbani kwanza. Kaeni nyumbani kwanza, upitie maisha. Kama itakulemea, ujaribu kwanza kujijenga ukiwa nyumbani. Wale wasichana wadogo, nyinyi ndio mnanunulia wangu akili haraka na hao watu. Akiona wewe ni mshosho hivi, anaona kama akili yako imekoma. Na bosses wengi hawataki hao watu wenye wamekoma. Juu wanajua sisi tuko wise kuwashinda mbali sana. Ni vile tu ile kitu hatuna ni do. But anajua tu mtu mwenye amekoma sana kuna akili. Haezi kuwa anaambia mtu mwenye amekoma ati unaweza nipatia figo, mtoto wangu ni mgonjwa. Na ukipeana figo, ukitaka kutolea mtu figo, lazima mpimo uone kama uko compatible. Huwezi peana figo yako tu kwa mtu mwenye amko compatible, hawezi wekewa. Na ndio mjue hiyo ni biashara inaendelea, because mtu hawezi kukuambia tunataka hii biashara, unataka kutajirisha watu na your body organs. Hakuna mtoto mgonjwa hapo. Wanakupima bangi tu. Wanataka kujua, are you ready to make them rich? Wewe uko pale, umesema umeacha mtoto wako mdogo nyumbani, unahurumia mtoto mwenye aonekani kama ni mgonjwa, uko tu kwa sababu unataka kufurahisha the wrong person na maisha yako, ukisema wewe ni yatima. Hapana, yatima ni wa Mungu pia. Na Mungu anachunga mayatima mpaka wajane. Anawachunga vizuri sana. Sometimes we just use our situations vibaya. Juu sasa ukishaona, ndio maana unaona ukiona mtu anateswa sana, most of the time hizi cases zenye huwa na handle, unapata huyu maybe ni mtu amejililia kwa boss sana. Mimi ni single mother. Ukijililia kwa boss anajua wewe ni single mother, hauna bwana atakutetea. Umeamua kukuja hapa unifanyie kazi, so anakufanyia kitu yoyote. Kuna vitu zingine zenye tunaongea zinatufanya tunadharauliwa. Sasa huyu msichana pia anajieleza hapo. Unasikia tu kama anaambia the whole world yeye ni yatima, wamuombe. What about you boss alimwambia aje mpaka akaona tu you are the right client. Jeria Keriba anasema maisha ni ngumu, ni muhimu kuliko pesa, from Manama Bahrain Kingdom. Thank you dear. Ni ukweli maisha muhimu. Na sijui kwa nini unataka kukua tajiri wa haraka. Hakuna mtu atakupatia 5M. Mwingine donate damu last month. I shared here. Akaambiwa atapewa pesa. Wakati alitoka hospitali hata kukubaliwa arrest, alinyang'anywa simu, akaambiwa endelee kufanya kazi kama kawaida. Kwa sababu una trust the wrong person. Unataka ufurahishe the wrong person. Linet Maranga anasema like mama, wasichana wadogo wakae nyumbani Kenya, wajue maisha kwao ndio wakuje huku Saudi Arabia. Yeah, not even Saudi Arabia. Even the lady in Jordan, she went at 20. Sasa amefika that after staying for 10 years. Akihangaishwa. Bosi alituma pesa mara moja na akarudisha. Ukiweka pesa Western Union, ikikaa sana inarudishwa to the sender. So wako pale anadanganya, nilituma pesa nyumbani, of which is a lie. People are living life full of lies. Asiri alikuwa anasema aombewa asikufe. Mimi siwezi hata nipewe Saudi mzima haki, niuze figo zangu, na angekufa angeacha mtoto wake na nani? Watu ni vigeugeu sana. Ndio namwambia sasa bila nasifu huyo daktari. By the way, kama hujawaji hiyo clip unaweza watch tu uone, nimeweka link. Kama yani huyo daktari anaita Mzuri is the same doctor ataambiwa unamaliza. Na kwa nini pesa ina sound muhimu sana kushinda wewe? Na nataka kuambia mtu ule, hata kama uwe uko 50 years, uko 30 years, uko 20 years, you have more time to make more money. You have more time to make more millions of money kushinda ukijihangaisha kwa sababu nataka kufurahisha the wrong person. What about a child in Kenya?
Mbona unaona huyu wa bosi unamhurumia? Tukweni serious by the way. Ndio nimewaambia hao watu wamekuwa werevu saizi. Watakuwa natumia weakness yako kukumaliza. Hawaendi kupigana. Mliona mwili wa msichana mwingine uliletwa hapa Kenya, ule msichana ambaye nilikuwa nimefuatilia kesi yake sana. Ilikuja kama ubongo hakuna, wamejaza makoton na cotton kwa kichwa. Tumbo umejazwa cotton na cotton. Amekatwa. Tuko hapa tu tuna assume like everything is okay. We want to please our agents. We want to please the wrong people. Wenye tunaita bosses. Hakuna mtu atakupigania huyu msichana mwenye, hakuna mtu atakuwa na haki ya kushughulika na maisha ya mtu mwingine. Because watu wako weak. Weak people ndio wanatafutwa. Weak people ndio wanatumika kama slaves kuangaishwa, familia zao zinateseka. So, story kama hiyo ya huyu mwenye anashinda hapa akiimba, atie ni yatima ombewe. Huyo msichana mimi mwenyewe nikimpata hivi naweza kumuongelesha. And I'm very sure I'm just sharing this so that if she's somewhere watching, anaweza ona tu enyewe I'm doing the wrong thing. I'm following the wrong route. Because tukiendelea kunyamaza, tusiseme watu wana chase cloud, vitu zingine they are happening. The other one mwenye alipeana, walikataa kumulipa na alikufa kwa nyumba yao, alikufia kwa nyumba yao. Juu unafanya biashara na watu, unazoeana na wao hadi unaanza kufanya na wao biashara. Hazi huu. Au si watu unafanya na wao biashara, wewe umeenda pale kufanya kazi kama mbochi. Basi vitu zingine wao wajipange. Si watafute relatives wao, kwani hawana marelative wenye wanaweza kuwapea figo. Na mbona wao wanaona figo ya Kadama iko karibu kushinda ya marelative wao? Hizi vitu zinaumiza sana. By the way, some stories unasikia mpaka unashangaa sana. Na Fula Juma anasema dada angeuliza guidance kwanza before to make decisions. Ukisikia akianza kusema mniombe, ni mtu ako tayari for anything. Na ni mtoto. Wale wasichana wadogo. Na kuna wazazi wengine hata wanatisha watoto wao shule, wanawatuma tu waende kufanya kazi. Juu waliona mtoto wa jirani alienda akakuja akajenga nyumba. So na yeye anataka kupea wake pressure. Bosses are not the same. Mabosi ni tofauti. Ukifika pale, kuna bosi wengine pia ni maskini kama wewe tu, lakini hawataki kufanya kazi. Anaweza tafuta, anajaribu tu penye anaweza tu alipe maid pesa yake kidogo, ama saa zingine waenda wakae umaskini wote. Wakosa kumulipa, muendelee kuhangaika tena, uanze kulaumu, maybe uanze kujilaumu ukianza kutafuta msaada. There are people suffering. Sio watu wote ni matajiri. So, wazazi wenye wanapewa watoto wao pressure, waende kufanya kazi Gulf, ndio wawaletea pesa kama fulani. And then kama huko la kumamu alikuja na pesa, kama la kumamu ale, ama wengine wanasemanga la kumamu tukataza, wewe ulishaenda ukatengeneza zako umerudi sijui nini. Bahati ya mwenzio usilalie mlango wazi. Kuna watu wengine wanapitia shida. Kuna watu wengine wanajenga nyumba lakini sio nyumba. Wewe ukiona unaona ni nyumba but hujui imejengwa aje. We need to be there for one another. Hii story ya figo wacha ikae. Mambo ya kusema una donate damu kwa familia ya Waiguru, familia ya Waititu, wewe ulienda kufanya kazi kama maid. Wacha na hizi siasa mingi zenye zinatuletea shida. Na mimi hata nilikuwa nashangaa akitaja anasema, niende kujenga kwetu Kenya. Hizi mambo Wakenya wajengangi pesa manyumba na pesa za figo. Hiyo pesa yako unapata kidogo itakusaidia. Weka hiyo pesa yako ukuje ujenge nyumbani na mtoto wako, na nasikia unasema uko na mtoto mmoja. Huyo mtoto wako ataona matunda ya jasho lako. Kushinda hii mambo ya kujirusha tu unajiatanisha. Watu waanze kujipenda. Siri zako kaa nazo, wacha kulilia boss. Ukishinda ukisema mimi niko hivi na hivi. The more you share your problems, the more you make them know you better and move closer to you. Watafute vile wanaweza kukumaliza without you knowing. So ni wewe mwenyewe utaamua what am I supposed to do? Nafaa kufanya nini? Kuna vitu zingine ndio watu na nimeona na hii yenye huyu anasema watu wana chase cloud. Kuna watu wana chase cloud, mtu anakuja kwa TikTok anasema unajua mimi nimelala na Waititu, na ajui kama kuna future, ajui kama kuna watu wanamuwatch huko all over. Yeye tu ni content ya kutrend. But vitu zingine pia ni za kutrend, lakini kuna zingine zinakuanga serious na usipozichukulia watu wachukue hatua,
zinapoteza watu. Like this thing ya huyu msichana anasema hivi, trust me, sio kitu ya uongo. Kuna msichana alirudi Kenya juzi mwenye nilikuwa nashughulika na kesi yake hiyo dark business. Alikuwa anapewa chakula mzuri na alikuwa anaendanga wanampeleka adungwe. Wanampeleka adungwe ndio kama kuna uchafu yote itoke. Ndio hiyo kidi ni wakipata wapate iko safi. Basi tulisimama imara na ule msichana alirudi nyumbani akiwa mzima. So huyu ukisikia mtu akisema story kama hizi, usiwahi fikiria ati ni kuchase clout. Hizi vitu ziko real. This is what happens behind the scenes. Hii ni kitu ina happen behind the scenes. Ukikubali kwa dili yao ni marafiki zako mpaka wapate ile kitu wanataka. Wakishapata wewe sio wa maana kwao tena, and there's nothing you can do. Ukisha hiyo dili kisha wanakupokonya hadi simu. So unaanza kuishi ukihesabu masiku. Ni sisi wenyewe tuamue kufunzana, we create awareness and make this world a better place for everyone. Tusingoje kitu kiharibika ndio tunasema. Na mimi kwanza nataka kushukuru watu wa The Lucky Mom family. Mmekuwa watu wa msaada sana. Tangu nitumiwe zile picha za ule msichana kuonyeshwa hizo makoto zilikuwa kwa tumbo, ni lazima niendelee kusimama na wale watu wanasema tumefungiwa kwa nyumba, bosi amesema ananiua. I'm going to stand with those ladies kabisa. Mtu akisema nimefungiwa kwa nyumba na bosi amenithreaten na ananiua, it is not far from the answer. That is what is going to happen. Mtu akiwa hai akilia ninauawa, tusinyamaze. Let's combine efforts kabisa. Tunasukuma hadi huyo mtu anatolewa penye amefichwa, anaonekana na macho. Kwa sababu niliona zile picha za ule msichana nikasikia vibaya sana. Iliniuma, lakini sikuwa na uwezo wowote. Mwili ilifika airport hivi, wakasema hakuna kuangalia mwili kwa airport, hadi hospitali. Hadi daktari anaambiwa andika suicide. Wakifanya postmortem. Sisi tunakaa kuagiza, if you are weak, hakuna mtu ataenda kukuprotect. Ni wewe mwenyewe utajiprotect ukijua hapana, I'm not supposed to do this. Bas. So hakuna kitu mtu atakufanyia ukisema mimi sitaki. Kama mtu unaenda kufanya kazi kama maid ni hivyo, hujaenda kufanya biashara, hauna figo ingine. Uko tu na mbili zenye zinakufanya usurvive, and there's some people depending on you. So it's you to decide. But for us, our work is just to create awareness. You decide. Wewe unajiamulia. We just share the information. Wewe unajiamulia. So watu wajifunze kunyamazia mambo yao. Ujililia na mashida mengi, attract your enemy. The more you share your problems to your bosses, the more they move closer to you, wakitaka kujua what are they going to benefit from you, because wanaona wewe sio wa maana, starting from your home hadi kwao. So vile unaendelea kujitoa rangi, vile wanaendelea kukukaribia, vile wanakumaliza na story yako inaisha. So we need to be careful. Wale wa usikuje kwa inbox yangu ukiniambia Lucky Mom nitafutie agent mzuri. Mimi sijui agent mzuri, because agent sio boss. Agent ni tofauti na boss. Unaweza pata agent mzuri na ndio upate boss mbaya. So utaanza kusema Lucky Mom ndiye alikuwa ameniconnect.